wokovu kwa njia nyingine. Ukinyamaza kabisa wakati huu, manake kuna wakati wa kila jambo kuweza kutokea, na kila jambo linalotokea ni kwa sababu ya wakati. Kila jambo linapotokea uko wakati ambao unalifunga hilo jambo, manake kuna vitu ambavyo vinaamuliwa na wakati ili viweze kutokea. Esther alipokuwa anaambiwa kwamba ukinyamaza kabisa wakati huu, sio tu kinyamaza, lakini katika wakati huu. Kwa hiyo kuna wakati tunaamuliwa kufanya vitu ni kwa sababu ya wakati. Kuna wakati tunaamuliwa kufanya vitu ni kwa sababu ya wakati. Kuna kipindi hauna mzigo wa kufanya kitu ni kwa sababu sio wakati wa hicho kitu. Wakati wa mtoto kujifungua kutoka kwenye tumbo ukifika, hakuna kitu chochote kinaweza kikazuia. Utungu wa kitu kitokea, hakuna kitu chochote kinaweza kikazuia. Wakati wa Mungu kukuokoa ukifika, hakuna chochote kinaweza kikazuia Mungu kukuokoa. Mungu akiwa ameandaa wakati wa kukupa muujiza wako. Mungu alipoandaa wana wa Israeli waweze kutoka utumwani, hakuna kitu chochote kilichoweza kuzuia. Mungu akiweka wakati wa kufanya jambo lolote kwenye maisha yako, hakuna jambo lolote ambalo linaweza likazuia. Ni appointed time. Ndio maana nasema ukinyamaza kabisa wakati huu, maana yake huu wakati si wa kuufumbia macho. Huu wakati haukutegemei wewe. Maana yake hata kama Esther utanyamaza, huu wakati haunyamazi. Wakati wenyewe unaendelea kupiga kelele. Even if wewe utanyamaza, wakati utatafuta msaada na wokovu kwa njia nyingine. Mtu wa Mungu, wakati wa Mungu hauwezi ukazuiliwa na kitu kingine chochote. Kuna mwimbaji mmoja anaitwa Paul Clement, ameimba kwamba wakati wa Mungu ni kama tsunami ya maji. Upepo hauwezi ukazuia, mawimbi hawezi yakazuia. Kwa wakati wa Mungu hauwezi ukazuiliwa hata na tsunami, kitu kingine chochote. Appointed time. Wakati wa Mungu ukishatokea, ndio maana namwambia ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo yatakapoajilia wokovu na msaada kwa njia nyingine. Kwa hiyo wakati kama huu ambao Mungu anainua watu kwa majira haya kwa ajili ya kufanya vitu tofauti tofauti, usipoteze wakati wako wa kairosi. Una wakati ambao ni appointed time, ni wakati ambao Mungu ameuweka maalum kwa ajili ya maisha yako wewe, na kuna wakati Mungu amekuweka wewe ufanyike msaada kwa ajili ya watu wengine kwa wakati huu, lakini hauko tayari. Kumbuka ya kwamba Mungu anaweza akafanya kitu kingine kikubwa kwa ajili ya kusaidia watu. Kwa wakati kama huu ni dirisha la kiungu, dirisha ambalo Mungu anaandaa kwa ajili ya kufanya vitu kwa ajili ya watu fulani. Sio saa ya kawaida. Wakati huu si saa tu, si tarehe, si kalenda. Ndio maana kama nilivyozungumza kwenye episode zilizopita kwamba kairos ni wakati ambao Mungu amefungua mlango wa matendo, na ukimiss unasambaratisha kusudi lako wewe. Ndio maana aliambiwa Esther kwamba ukinyamaza kabisa utaangamia wewe na mlango wa baba yako. Lakini Wayahudi hawa Mungu atawafanyia msaada na wokovu kwa njia nyingine. Kwa hiyo kuna wakati ambao Mungu anaachilia, ni wakati ambao Mungu anatamani kufanya jambo, lakini analitegemea litutumikie. Maana yake anafanya jambo ambalo anataka sisi tuweze kutumikia. Anatupa muda ambao sisi anataka sisi tuweze kutumikia. Kwa Mungu alitoa wakati kama huu kwa Esther. Kilichotakiwa ni Esther asinyamaze, aweze kulitumikia kusudi kwenye wakati kama huu. Wakati gani ambao Mungu ameutoa? Lakini hata Esther angenyamaza kutumika katika wakati huu ambao alipewa, Mungu anamwambia nimeweka msaada na wokovu kwa njia nyingine. Msaada na wokovu kwa njia nyingine. Kwa wakati kama huu ni kipindi kifupi ambacho Mungu amepanga utende jambo fulani litakalobadilisha historia ya watu. Usipokuwa tayari kutumika katika wakati kama huu, basi utaacha historia ya mtu aliyepoteza wakati kama huu na kuangamia. Lakini ikiwa bado Mungu ameokoa watu wake katika wakati ambao wewe haukuwa tayari kufanya jambo kwa ajili ya kusaidia
watu. Kumbuka mtu wa Mungu, Esta hakuitwa kwa sababu ya urembo. Alikabidhiwa nafasi ya ufalme kwa msimu fulani ambao kafara ya Wayahudi ilikaribia. Kwa hiyo kila nafasi ya mtu katika ndoa, kipawa, kazi, mamlaka na neema ina wakati wake. Kitu chochote ambacho Mungu amekupa, elewa ni wakati wake ambao anataka uweze kutimiliza kitu. Kwa Esta hakupewa urembo kwa ajili ya ndoa. Hakupelekwa kule kuwa malkia tu, lakini ulikuwa ni wakati huu. Kinyamaza kabisa wakati huu. Ndio maana anakumbushwa pia, hukuujiliwa wafalme kwa ajili ya wakati kama huu, kwamba haukuwa tu malkia, lakini umekuwa malkia kwa ajili ya wakati kama huu. Wakati gani? Wakati ambao imeandikwa barua kwamba Wayahudi wote waweze kuangamizwa. Kwa hiyo Mungu anaweza akatengeneza nafasi nzuri kwa ajili ya wakati kama huu. Kwa kukaa kimya wakati Mungu amekuleta mahali pa kusema ni kukataa kusudi